Leo tujifunze maneno ya Mungu chini ya somo siri ya msamaha wa dhambi na Pasaka. Kupitia somo hili tuchukue muda kuelewa mapenzi ya Mungu. Jambo muhimu zaidi katika maisha yetu ya imani ni uhusiano kati ya Mungu na sisi, sivyo? Kwa nini Biblia inasema kwamba sisi ni wenye dhambi? Na kwa nini tunapaswa kumwomba Mungu daima tukisema, Mungu, mimi ni mwenye dhambi. Mimi ni mwenye dhambi. Tunahitaji kujua uhusiano kati ya Mungu na sisi wanadamu. Tunahitaji kujua tulipotoka na tunapoenda baada ya kuacha ulimwengu huu. Watu huzaliwa na kuishi miaka 70 au 80 na kufa. Je, hii inamaanisha kwamba uhai wetu ni katika dunia hii tu? Au je, tulianza maisha yetu katika ulimwengu wa milele? Tukakaa katika dunia hii kama wageni na kisha kurudi katika ulimwengu wa milele ambapo tulikuwa kabla. Ikiwa hatuelewi mambo haya, tutakuwa na mfumo mbaya ya maadili na malengo yasiyo sahihi maishani. Kwa hiyo leo tuchukue muda kuelewa tulipotoka, tutaenda wapi baada ya kuishi katika ulimwengu huu. Nani alituruhusu tuwe katika mwili, na ni wapi tu tunaweza kuishi na mwili huu? Mambo haya yote muhimu yanahitaji kutatuliwa ili tuweze kumwamini Mungu na kuishi maisha ya imani kwa usahihi. Tuangalie Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7. Bwana Mungu alimuumba mtu kutoka mavumbi ya ardhi, akampulizia pumzi ya uhai puani mwake, naye mtu akawa kiumbe hai. Hapa Biblia inasema kwamba mtu aliumbwa kutokana na mavumbi ya ardhi. Vumbi huashiria mwili. Pumzi ya uhai ambayo Mungu alimpulizia puani huashiria nafsi. Wanadamu wote wanaoishi katika dunia hii ni muunganiko wa mwili na nafsi. Tuangalie Mhubiri sura ya 12 mstari wa 7. Nayo mavumbi kurudi ardhini alikotoka, na roho kurudi kwa Mungu aliyeitoa. Katika Mwanzo sura ya 2, Mungu alitumia nini kuumba mwili? Mavumbi. Biblia inasema mwili hurudi ardhini ulikotoka. Roho iliyo katika mwili inamrudia Mungu ilikotoka. Kila mtu, mnapozingatia neno kurudi, mtaweza kugundua ukweli muhimu sana wa Mungu. Tuseme nimekuja hapa kutoka nyumbani kwangu. Walakini vipi kama nikienda eneo jingine baada ya hapa? Je, ninaweza kutumia neno kurudi? Kurudi kunamaanisha kurudi mahali pa awali, sivyo? Hapa Biblia inasema kwamba miili yetu inairudia ardhi ilipotoka na nafsi zetu hurudi wapi? Hurudi kwa Mungu. Mungu anakaa wapi? Mbinguni. Kisha nafsi zetu zitarudi wapi? Nafsi zetu zitarudi mbinguni. Basi nafsi zetu zilikaa wapi kabla ya kuja katika dunia hii? Mbinguni. Nafsi zetu zilitoka mbinguni na hurudi mbinguni. Imeandikwa katika Mhubiri sura ya 12, mavumbi, yaani mwili wetu, yatarudi ardhini. Na roho yetu iliyo katika mwili wetu itarudi kwa Mungu. Hivyo watu wanapokufa tunasema walirudi. Kurudi maana yake ni kurudi mahali ulipotoka. Basi je, tulikaa mbinguni na Mungu kabla hatujaja duniani? Je, tulikuwa malaika, yaani roho?
Tujifunze zaidi kuhusu hili kwa kufungua Mithali sura ya 8 mstari wa 22. Inasomeka hivi: Bwana aliniumba mwanzoni mwa kazi yake, kabla ya matendo yake ya zamani. Hapa aliniumba humrejelea Solomoni aliyeandika kitabu cha Mithali. Solomoni alikuwa mfalme wa tatu wa Israeli. Walakini Solomoni alisema kwamba Bwana alimleta kabla ya uumbaji wa ulimwengu. Tuendelee na mstari wa 23. Niliteuliwa tangu milele, tangu mwanzoni, kabla ya dunia kuumbwa. Wakati hazijakuwepo bahari, nilikwisha zaliwa, wakati hazijakuwepo chemchemi zilizojaa maji. Kabla Mungu hajaumba mbingu na dunia hapo mwanzo, kabla hajaumba dunia, vilima na milima, Solomoni alikuwa wapi? Alisema alizaliwa. Basi, je, alizaliwa kama roho au mwili? Haiwezekani kuwepo kama mwili. Kabla ya mbingu na dunia kuumbwa, Solomoni alizaliwa. Basi alizaliwa wapi? Hazungumzi kuhusu dunia hii, bali kuhusu mbingu. Anashuhudia kwamba alizaliwa mbinguni. Tuendelee na mstari wa 26. Kabla hajaumba dunia wala mashamba yake au vumbi lolote la dunia. Imeandikwa kwamba Solomoni alizaliwa kabla Mungu hajaumba mavumbi ya dunia. Solomoni alizaliwa katika dunia hii karibia miaka 3,000 iliyopita. Walakini dunia hii ina umri gani? Watu husema ina miaka bilioni 45. Inamaanisha kwamba Solomoni alizaliwa miaka bilioni 45 kabla. Haiwezekani kutokana na mtazamo wa kimwili. Basi hilo linamaanisha nini? Inamaanisha kwamba alizaliwa akiwa kiumbe cha kiroho kinachoweza kuishi mbinguni. Tuangalie Ayubu sura ya 38 mstari wa 1. Kisha Bwana akamjibu Ayubu kutoka upepo wa kisulisuli. Akasema, nani huyu atiaye mashauri yangu giza kwa maneno yasiyo na maarifa? Jikaze kama mwanaume, nitakuuliza swali, nawe unijibu. Ulikuwa wapi nilipoweka misingi ya dunia? Hapa nilipoweka inaashiria nani? Ni Mungu. Mungu anauliza, ulikuwa wapi nilipoweka misingi ya dunia? Niambie kama unafahamu. Mungu alimuuliza Ayubu, ulikuwa wapi mwanzoni mwa uumbaji? Niambie kama unafahamu. Ayubu aliishi katika dunia hii miaka 3,500 iliyopita. Walakini Mungu anamkumbusha kwamba alikuwepo hata miaka bilioni 4.5 kabla. Tuendelee na mstari wa 21. Hakika unajua, kwa kuwa ulikuwa umeshazaliwa, kwani umeishi miaka mingi. Mungu alimuuliza Ayubu, ulikuwa wapi nilipoweka misingi ya dunia? Niambie kama unafahamu. Lakini Ayubu hakuweza kujibu hilo swali. Hakika unajua, kwa kuwa ulikuwa umeshazaliwa, kwani umeishi miaka mingi. Ilikuwa hata kabla ya kuumbwa kwa dunia. Ayubu alizaliwa wapi wakati huo? Je, si mbinguni? Kwa namna gani? Kama umbo la kiroho, alizaliwa kama malaika. Basi je, ilikuwa ni Ayubu na Solomoni tu waliozaliwa katika ufalme wa mbinguni wakati wengine wote walizaliwa hapa duniani? Je, mnafikiri hivyo? Biblia inaonyesha visa vya Ayubu na Solomoni kama vielelezo kwa wanadamu wote ili kwamba tuweze kuelewa tulizaliwa wapi kabla hatujaja duniani.
Basi kwa nini tupo hapa? Tunataka kwenda mbinguni kwa kiasi gani? Kuna uzima wa milele, baraka, furaha na shangwe inayofurika. Biblia inasema kwamba Mungu ataleta shangwe kila siku mbinguni. Kwa nini Solomoni na Ayubu walikuja katika dunia hii ambayo imejaa maumivu na mateso badala ya kubaki mbinguni milele? Kuna sababu kwa kila jambo. Hatuishi katika dunia hii katika mwili huu bila sababu. Hili haliwahusu wao tu. Sisi ni sawa. Kwa nini tunapaswa kuishi katika dunia hii? Lazima kuna sababu tunayo ya kuishi katika maumivu, uchungu, mateso, wasiwasi na mashaka. Yesu alikuja duniani na jibu kwa swali hili. Tuangalie Luka sura ya 19. Luka sura ya 19 mstari wa 10. Kwa maana mwana wa Adamu amekuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Yesu alikuja katika dunia hii kuwatafuta waliopotea na kuwaokoa. Hili lilikuwa kusudi la kuja kwake. Hapa Yesu alisema kwamba tulipotea. Basi tulikuwa wapi kabla hatujapotea? Tulikuwa mbinguni. Walakini tulipoteza mbingu na tunatangatanga katika dunia hii. Ndiyo maana Yesu alisema kwamba tulipotea. Alisema alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Basi kwa nini tulipotea? Tupate jibu kwa kufungua Mathayo sura ya 9. Kuna jibu kwa kila swali katika Biblia. Mathayo sura ya 9 mstari wa 13. Lakini nendeni mkajifunze maana ya maneno haya. Nataka rehema wala si dhabihu. Kwa maana hapa sikuja inaashiria Yesu. Sikuja kuwaita wenye haki bali nani? Bali wenye dhambi. Unaposoma Biblia yenye mistari mwenzi, utaweza kupata madokezo muhimu sana. Kwa nini tulipotea? Tulipotea kwa sababu tulitenda dhambi mbinguni, tulitupwa chini duniani kwa sababu tulitenda dhambi. Ndiyo maana Yesu alisema kuwatafuta waliopotea, akitaja kuhusu kusudi la kuja kwake. Katika mstari mwingine alisema kuwaita wenye dhambi. Kila mtu kuita na kutafuta. Je, si sawa? Unapotaka kumpata Shemasi Kim, je, usingempigia simu ukisema Shemasi Kim? Kuita na kutafuta ina maana sawa. Yesu alikuja duniani kutafuta wenye dhambi. Biblia inatufundisha kwamba wanadamu wote walikuwa roho, yaani malaika, waliotenda dhambi mbinguni nao wakatupwa duniani. Baadhi ya watu husema, sijawahi kumdhuru mtu yeyote maishani mwangu. Sijawahi kufanya jambo lolote baya. Walakini kila ninapoenda kanisani, wao husema sisi ni wenye dhambi. Ndiyo maana sitaki kwenda kanisani. Dhambi tunayosema ni dhambi ya asili tuliyotenda mbinguni. Mungu anatufundisha kupitia Biblia kwamba tunapaswa kutubu dhambi kwa dhati. Tufungue Yohana wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 8. Kama tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe wala kweli haimo ndani yetu. Kama tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, atatusamehe dhambi zetu na kutusafisha kutoka kwenye udhalimu wote. Kama tukisema hatukutenda dhambi, twamfanya yeye kuwa mwongo na neno lake halimo ndani yetu. Tukisema sisi hatuna dhambi ni kumfanya Mungu mwongo.
Inamaanisha kwamba watu wote wanaoishi katika dunia hii ni nafsi zilizotenda dhambi mbinguni, malaika waliotenda dhambi mbinguni. Yesu alikuja katika dunia hii kuongoza roho zilizotenda dhambi kutubu. Ili atafute waliopotea, aliishi maisha ya mateso na akafa msalabani kwa ajili ya dhambi yetu. Lazima tujue wazi kwa nini tupo hapa duniani, na pia tujue sababu kwa nini wanadamu wote wanapaswa kumwamini Mungu. Je, mnafikiri mlizaliwa katika dunia hii kula tu, mzeeke, mpate magonjwa, mfe na hivyo tu? Kila mtu, hiyo sio kweli. Mungu anatufundisha jambo ambalo bado hatulitambui. Ni lazima tutubu dhambi zetu zote, jambo ambalo ndilo Mungu analotaka tufanye, na turudi nyumbani kwetu pa mbinguni tulipopapoteza. Mungu alikuja duniani kuokoa wenye dhambi. Dhambi zetu si zile tulizotenda katika dunia hii, bali dhambi tulizotenda mbinguni. Basi tulitenda dhambi ya aina gani mbinguni hata tukatupwa chini duniani? Tuangalie Warumi sura ya 6 mstari wa 23. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Kila mtu, kuna aina nyingi za uhalifu katika ulimwengu huu pia. Kuna uhalifu mdogo, ukiukaji wa sheria za barabarani, mauaji na kadhalika. Zipo nyingi. Walakini dhambi tuliyotenda mbinguni ilitupa adhabu ya kifo. Biblia inasema mshahara wa dhambi yetu ni mauti. Je, tunatoa hukumu za kifo kwa wale waliotenda uhalifu mdogo? Dhambi yetu ilikuwa nzito sana hivi kwamba tulistahili hukumu ya kifo. Tunapaswa kutambua kwamba tulitenda dhambi kubwa mbinguni nasi tukafukuzwa duniani kuishi maisha ya wenye dhambi kama adhabu ya dhambi zetu. Tukilinganisha hali yetu na mfumo wa sheria ya jinai, tumepokea hukumu ya kifo. Tulitenda dhambi zinazostahili hukumu ya kifo. Mara nyingi tunatumia istilahi sisi ni wenye dhambi wanaostahili hukumu ya kifo. Walakini hatutambui kuhusu ukweli huo na tunaishi maisha yetu ya kila siku. Ndiyo maana tunakuwa na kiburi, majivuno na kujisifu mbele za Mungu. Wanadamu wote wanaishi maisha ya aina hiyo. Kila mtu, sababu ya kuwapo hapa ni kutubu dhambi zetu. Mungu amehairisha hukumu yetu. Ni miaka 70 au 80 ya maisha yetu katika dunia hii. Mungu ametupa wakati wa kutubu. Lakini watu wanatenda uasi sheria. Ndiyo maana Mungu atawapa hukumu ya mwisho mwishoni. Tunaita siku hiyo siku ya hukumu. Tuangalie mstari wa 23 tena. Inasomeka hivi: kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Tulikuwa wenye dhambi, tukistahili adhabu ya hukumu ya kifo. Walakini Mungu alizisamehe dhambi zetu zote. Tunapaswa kupokea neema ya Mungu inayotuongoza kwenye uzima wa milele. Ili tuipokee hiyo neema, tunapaswa kushiriki katika ahadi za Mungu. Adhabu ya kifo hutolewa kwa watu waliotenda dhambi nzito na ambao hawawezi kuishi katika jamii tena, sivyo? Sisi sote ni malaika wa mbinguni tuliotenda dhambi nzito na zisizosameheka mbinguni na tukafukuzwa kutoka mbinguni hadi duniani. Walakini Mungu hakutukataa. Alituona kama wana na binti zake, naye akatupa fursa ya kutubu dhambi zetu na kupokea wokovu. Lazima tusipuuze kamwe fursa hii ya thamani.
Inatupasa kuishi maisha ya toba kulingana na mapenzi ya Mungu. Hiyo ndiyo njia pekee kwa wanadamu wote kurudi kwenye ufalme wa mbinguni. Tufungue Waefeso sura ya kwanza mstari wa 7. Ndani yake tunao ukombozi kwa njia ya damu yake, yaani msamaha wa dhambi sawasawa na wingi wa neema yake. Kuna njia moja tu ya kurudi kwenye ufalme wa mbinguni. Ni kwa kusamehewa dhambi zetu. Biblia inaielezea kama msamaha wa dhambi. Hakuna awezaye kuingia katika ufalme wa mbinguni bila kupokea msamaha wa dhambi. Haijalishi wao ni werevu kiasi gani, haijalishi wanatoka katika familia nzuri kiasi gani, haijalishi maarufu kiasi gani, haijalishi wao ni matajiri kiasi gani, hakuna anayeweza kuingia katika ufalme wa mbinguni akiwa na vitu vya duniani. Tunaweza kurudi mbinguni pale tu tunapopokea msamaha wa dhambi tulizozitenda mbinguni. Tunaweza kuona njia ya kupokea msamaha wa dhambi katika Waefeso sura ya kwanza mstari wa 7. Ndani yake tunao ukombozi kwa njia ya nini? Kwa njia ya damu yake. Kwa njia ya damu ya Yesu tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi sawasawa na wingi wa neema yake. Tunaweza kupokea msamaha wa dhambi kupitia damu ya Yesu tu. Hii ndiyo njia pekee. Hakuna njia isipokuwa ahadi hii. Tutafute ni kupitia sherehe gani Yesu anaturuhusu kupokea damu yake ili tuweze kupokea msamaha wa dhambi. Tuangalie Mathayo sura ya 26 mstari wa 17. Siku ya kwanza ya sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, wanafunzi walimjia Yesu wakamuuliza, "Unataka twende wapi ili tukuandalie mahali pa kula Pasaka?" Akajibu, "Nendeni kwa mtu fulani huko mjini, mkamwambie, Mwalimu asema hivi, saa yangu imekaribia. Nitaiadhimisha Pasaka pamoja na wanafunzi wangu katika nyumba yako." Hapa tunaweza kuona kwamba Yesu alitaka kuiadhimisha Pasaka. Tuendelee. Hivyo wanafunzi wakafanya kama vile Yesu alivyokuwa amewaelekeza, nao wakaandaa Pasaka. Tunaweza kupata ahadi ya thamani ambayo kwayo tunaweza kupokea damu ya Kristo. Ni Pasaka. Tuendelee na mstari wa 26. Walipokuwa wanakula, Yesu akachukua mkate, akashukuru, akaumega na kuwapa wanafunzi wake, akisema, "Twaeni mle, huu ndio mwili wangu." Kisha akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, "Nyweni nyote katika kikombe hiki. Hatuwezi kunywa kikombe chenyewe." Yesu alisema nini alipowapa kikombe kilichokuwa na divai ya Pasaka? "Hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi." Yesu alisema, "Hii ndiyo damu yangu ya agano," kisha akatupa divai ya Pasaka. Mungu aliahidi kwamba tunapoadhimisha sherehe takatifu ya Pasaka inayoturuhusu kuwa na mwili na damu ya Yesu, atasamehe dhambi zote zinazostahili hukumu ya kifo. Tunapaswa kuamini hili. Walakini hakuna makanisa yanayoadhimisha Pasaka siku hizi, ingawa Biblia inashuhudia hilo waziwazi. Je, tuna Biblia tofauti? Tuna Biblia hiyo hiyo. Iwe ni toleo la Kiingereza au maandishi ya awali, yote yana muktadha sawa. Ingawa tuna Biblia ile ile, watu hawaiadhimishi Pasaka siku hizi. Je, si inastaajabisha? Yesu alikuja duniani na akala karamu ya mwisho pamoja na wanafunzi wake. Siku hiyo ilikuwa Pasaka. Watu wote wanajua mchoro maarufu wa Leonardo da Vinci. Unaitwa karamu ya mwisho. Mchoro huo unaonyesha tukio la Pasaka katika Biblia. Kwa kweli, siku hiyo ilikuwa karamu ya mwisho kwa Yesu hapa duniani. Aliadhimisha Pasaka na kutuahidi akisema, "Mkila na kuinywa hii, nitawapa uzima wa milele." Mkate na divai hii ni ahadi kwamba mmepewa msamaha wa dhambi ili kwamba muweze kurudi kwenye ufalme wa mbinguni.
Yesu alitaka kuhakikisha kuwa anatupa hiyo baraka kwa njia ya Pasaka. Yesu na mitume wake waliadhimisha Pasaka wakati huo. Pasaka ilikuwa imeadhimishwa hadi mwaka 325 baada ya Kristo. Walakini ukweli huu wa thamani wa Pasaka ulitoweka lini? Kulikuwa na mtaguso uliofanyika Nisea ambapo Kaisari Konstantino mfalme wa Roma alitawala. Viongozi wote wa kanisa walikusanyika hapo na wakajadili jinsi ya kuiondoa Pasaka. Walijaribu hili mnamo mwaka 155, mwaka 197 na mwaka 325 baada ya Kristo. Walijaribu mara tatu na wakaondoa kabisa Pasaka mnamo mwaka 325 baada ya Kristo. Ukweli kwamba Pasaka iliondolewa inamaanisha kwamba ahadi ya Mungu ilitoweka. Hakuna anayeweza kuwa na haki ya kupokea msamaha wa dhambi. Ni kwa sababu hakuna aliye na ahadi ya Mungu. Ndiyo maana Mungu lazima aje mara ya pili katika mwili ili kwamba tuweze kupokea msamaha wa dhambi tena. Kwa kuwa hakuna anayeweza kutufundisha na kutufungulia njia, Mungu lazima aje na kutatua tatizo hili. Tuone Waibrania sura ya 9. Waibrania sura ya 9 mstari wa 28. Vivyo hivyo Kristo alitolewa mara moja tu kuwa dhabihu ili azichukue dhambi za watu wengi. Naye atakuja mara ya pili, sio kuchukua dhambi, bali kuwaletea wokovu wale wanaomngoja kwa shauku. Kuna sababu ya Kristo kuja mara ya pili. Imeandikwa kwamba atatokea mara ya pili kuleta wokovu kwa wale wanaomngojea. Inamaanisha kwamba Mungu atakuja na kurudisha ukweli wa Pasaka ambao iliondolewa mnamo mwaka 325 baada ya Kristo. Hakuna anayeweza kurudisha Pasaka isipokuwa Mungu. Kisha hebu tutafute unabii kuhusu kuja kwa Mungu duniani na kutufundisha ukweli wa Pasaka ya Agano Jipya. Tuangalie Mika sura ya 4 mstari wa kwanza. Katika siku za mwisho mlima wa hekalu la Bwana utaimarishwa kama mlima mkuu miongoni mwa milima yote, utainuliwa juu ya vilima na watu wa mataifa watamiminika humo. Mataifa mengi yatakuja na kusema, njooni, twendeni mlimani mwa Bwana, kwenye nyumba ya Mungu wa Yakobo. Yaani Mungu atafanya nini? Mungu atatufundisha njia zake. Kristo Ahnsahnghong alikuja katika dunia hii, naye akafungua njia kwa mataifa yote kuadhimisha Pasaka ya Agano Jipya ambayo iliondolewa mwaka 325 baada ya Kristo. Ili tuweze kuenenda katika mapito yake. Sheria itatoka Sayuni, neno la Bwana litatoka Yerusalemu. Unabii huo huo umeandikwa katika Isaya sura ya 25. Tufungue Isaya sura ya 25 mstari wa 6. Juu ya mlima huu Bwana mwenye nguvu zote ataandaa karamu ya vinono kwa mataifa yote, karamu ya mvinyo wa zamani, nyama nzuri sana na divai zilizo bora sana. Imeandikwa, mvinyo wa zamani. Tutafute sababu kwa nini Mungu ataandaa karamu ya mvinyo wa zamani. Tuone mstari wa 7. Juu ya mlima huu ataharibu sitara ihifadhio mataifa yote, kile kifuniko kifunikacho mataifa yote yeye atameza. Nini? Atameza mauti milele. Hapa inaonyesha divai inayomeza mauti milele. Katika vitabu 66 vya Biblia, divai pekee inayomeza mauti milele ni divai ya Pasaka ambayo inarejelea damu ya Yesu. Basi divai ya Pasaka inamezaje mauti milele? Yesu alitaja waziwazi kuhusu hili katika Yohana sura ya 6 mstari wa 54. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao nini? Anao uzima wa milele.
Sisi wenye dhambi hatuwezi kuwa na uzima wa milele. Tunaweza kuwa na uzima wa milele iwapo tu dhambi zetu zinasamehewa kabisa. Yesu alipotupatia mkate na divai ya Pasaka alisema, huu ndio mwili wangu. Hii ni damu yangu. Kuleni na kunyweni. Mtu yeyote aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu atakuwa na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Aliahidi hilo. Kila mtu tulikuwa malaika mbinguni. Walakini tulifukuzwa kutoka mbinguni hadi duniani kwa sababu tulitenda dhambi. Dhambi yetu ilikuwa nzito sana, ikistahili hukumu ya kifo. Ilikuwa dhambi isiyosameheka. Hata katika dunia hii kuna adhabu yoyote ambayo ni mbaya zaidi kuliko hukumu ya kifo? Adhabu ya kifo inatolewa kwa wale waliotenda dhambi ambazo haziwezi kusamehewa. Kwa kuwa tunaishi katika dunia hii bila kuelewa kuhusu utambulisho wetu, tunakuwa na kiburi mbele za Mungu. Pasaka ya Agano Jipya inayomeza mauti milele. Divai ya ukweli wa uzima. Mungu alisema kwamba ataandaa sikukuu pamoja na hayo, na kwamba siku hii hakika itakuja. Tuendelee na sura ya 25 mstari wa 8. Yeye atameza mauti milele. Bwana Mwenyezi atafuta machozi katika nyuso zote, ataondoa aibu ya watu wake duniani kote. Bwana amesema hili. Katika siku ile watasema, hakika huyu ndiye nani? Huyu ndiye Mungu wetu. Biblia inasema kwamba Kristo atakuja mara ya pili kutuletea wokovu. Kwa kusema mara ya pili inamaanisha kwamba atakuja katika mwili, si katika umbo la kiroho. Ni kwa sababu Kristo yuko nasi wakati wote katika roho. Imeandikwa, mimi niko pamoja nanyi siku zote hadi mwisho wa nyakati. Hatuhitaji kusema Mungu anakuja mara ya kwanza au mara ya pili akiwa katika hali ya kiroho. Mungu alikuwa katika hali ya kiroho, naye alifanyika mwili kwa mara ya kwanza alipozaliwa Bethlehemu. Na imeandikwa katika Waibrania sura ya 9 kwamba atakuwa mwili kwa mara nyingine tena kwa ajili ya wokovu wetu. Imeandikwa atakuja mara ya pili kuleta wokovu kwa wale wanaomngojea. Mungu anapokuja mara ya pili, je, mnaweza kumtambua? Leo watu wengi sana wanadai kuwa Kristo ajaye mara ya pili. Tunawezaje kumtambua Kristo wa kweli anayekuja mara ya pili? Tunaweza kupata jibu kutoka katika Biblia. Tunahitaji kujifunza unabii katika Biblia. Unapojifunza unabii katika Biblia, Pasaka imeondolewa tangu 325 baada ya Kristo. Imerejeshwa baada ya miaka 1600 kupita. Kweli ilikuwa mvinyo wa zamani. Hivyo katika siku ile watu watasema nini? Hakika huyu ndiye Mungu wetu, tulimtumaini naye akatuokoa. Huyu ndiye Bwana tuliyemtumaini, sisi tushangilie na kufurahia katika wokovu wake. Kila mtu. Mungu alianzisha Pasaka kwa ajili yetu ili kupokea msamaha wa dhambi. Leo tunapaswa kuingia katika ufalme wa mbinguni kwa kutii unabii huu wa Biblia. Je, tunaweza kuingia katika ufalme wa mbinguni kwa uwezo, hekima, mamlaka, vitu au ujuzi wetu wenyewe? Hakuna anayeweza. Mungu pekee anaweza kutusamehe dhambi zetu. Leo hebu tutoe shukrani na utukufu kwa Kristo Ansanghong aliyetupa msamaha wa dhambi kupitia ukweli wa Pasaka ya Agano Jipya. Pia hebu tumpe mama yetu wa mbinguni heshima ya milele. Bado kuna watu wengi karibu nasi ambao hawajui kuhusu ukweli wa Pasaka ya Agano Jipya. Hebu tuwasilishe habari za Pasaka na tuwafundishe Biblia kwa kusema, tupokee wokovu katika ukweli ambao Mungu hupendezwa nao na twende mbinguni pamoja.
Ningependa kuhitimisha mahubiri ya leo. Asanteni sana.